Habari za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania? Bana, shirikisho tuko salama kabisa. Mambo yanakwenda vizuri. Kupambana na mpira wa miguu. Na nimeona mambo yanakwenda vizuri. Nyinyi kwa kupitia bodi ya ligi pia imeshaanika ratiba ya msimu ujao 2026-27. Kwanza hongereni kwa kazi kubwa sana ambayo mmekuwa mkifanya. Nashukuru sana. Ndimbo tutazungumza vitu vingi sana hii leo, lakini miongoni mwavyo ni pamoja na maandalizi kwa timu zetu za taifa. Kwanza nataka nifahamu maandalizi yakoje kwenye timu zetu za taifa, tukianza na timu yetu ya taifa ya wanawake ambayo hivi karibuni tutarajia kushiriki fainali za mataifa ya Afrika kwa wanawake, yani AFCON. Karibu. Asante, nashukuru sana Hassan. Ndiyo. Kama ulivyosema kwamba tunazo timu nyingi za taifa ambazo zinakabiliwa na mashindano. Ndiyo. Ukiachana na hiyo timu ya taifa ya wanawake kwa maana Twiga Stars, lakini tuna timu ya futsal, tuna timu ya under 17 Serengeti Boys, lakini tuna timu pia ya under 20 ya wanawake Tanzanite. Kwa hiyo tukianza na hiyo ya Twiga Stars ambayo wenyewe ndio tayari wapo kwenye mashindano. Ndiyo. Kwa sababu tayari baada ya kuwa na kambi Karatu waliingia pale Morocco, tukawa na michezo miwili ya kirafiki na sasa rasmi tumeshaingia kwenye kambi ama hoteli ya mashindano, na panapo majaliwa kesho tutaanza mchezo wetu wa kwanza dhidi ya South Africa, lakini maandalizi yote kusema kweli yanakwenda vizuri kwa sababu tayari yalishaanza mapema. Kwa hiyo ni of course ni kufanya vizuri katika mashindano hayo ambayo sasa imekuwa ni kawaida yetu kuweza kufuzu. Nini ambacho mwalimu alikiona kuchagua kambi ya timu ya taifa ya wanawake haya kuanzia Karatu kisha baadaye kwenda kumalizia kule nchini Morocco? Unapochagua kambi unaangalia vitu vingi ikiwemo mazingira ya eneo ambalo unakwenda kucheza mashindano ama hali ya hewa ambayo unakwenda kucheza mashindano. Kwa hiyo Karatu ilikuwa ni chaguo sahihi kabisa kwa kuanza kambi ya hapa ndani, na baada ya kambi hiyo ya ndani maana yake ni kwamba unatoka sasa Karatu unakwenda Morocco kwenye kambi kabla ya kuingia kwenye kambi ya mashindano. Maana yake unaendelea kujiandaa, unafika unazoea hali ya hewa ya pale ambayo haitofautiani sana na Karatu. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa msingi wa kuichagua Karatu. Ripoti zinasemaje? Najua uko Tanzania, lakini kila ambacho kinatokea na kinaendelea pale Morocco taarifa unazipata. Mwalimu anasemaje? Tuseme ni siku tu imesalia leo tu, kesho timu inaanza mashindano. Kila kitu kwenye kambi kiko sawa. Tuko tayari kwa mashindano na leo timu itafanya mazoezi ya mwisho. Kama unafahamu kwamba match day -1 kunakuwa na mazoezi yale official. Ndiyo. Kwa hiyo baada ya mazoezi hayo maana yake ni kwamba unakwenda kukabiliana na mchezo huo. Kwa namna ambavyo mwalimu anazungumza, sio mchezo rahisi kabisa. Kama ambavyo tunafahamu kwamba South Africa ni moja kati ya mataifa ambayo yamepiga hatua kwenye soka la wanawake, kwa hiyo sio mchezo rahisi. Mara kadhaa tumewahi kukutana nao kwenye mashindano mbalimbali na sasa tunakwenda kukutana nao kwenye hiyo AFCON. Lakini nia yetu bado inabaki pale pale kwamba kufanya vizuri kwa kila mpinzani ambaye tunapambana naye. Kama unavyofahamu kwamba ukiondoa South Africa manake kwenye kundi letu la B kuna Burkina Faso, lakini pia vile vile kuna Cote d'Ivoire. Tumeiona timu yetu ya taifa ya vijana ikifanya vizuri sana under 17. Na ilifanya vizuri hapo Morocco kama utakuwa unakumbuka vizuri. Kupitia kwenye yale mashindano kuna motisha yoyote ambayo pengine wachezaji wamekuwa nayo na benchi la ufundi chini ya kocha wake mkuu Bakari Shime kuelekea kwenye finali hizi? Motisha kubwa kwanza ni kutaka kufanya vizuri kama nchi. Hilo ni jambo kubwa ambalo wachezaji wanalo na wamelibeba vizuri. Ndiyo. Na kama ulivyosema kwamba Serengeti Boys walifanya vizuri wakiwa hapo Morocco. Ndiyo. Ni kweli, lakini nakukumbusha pia kwamba Taifa Stars kwa mara ya kwanza waliandika historia ya kufuzu 16 bora mashindano yakifanyika Morocco. Lakini naendelea kukukumbusha zaidi kwamba wanawake futsal walifuzu kucheza kombe la dunia, mashindano yalifanyika Morocco ambako walicheza fainali ya AFCON ya futsal. Kwa hiyo unaiona Morocco, unapoizungumza Morocco na Tanzania ni kama mataifa ambayo yanakwenda sambamba. Kwa hiyo naamini kwamba kwa hiyo historia ambayo ipo, lakini kwa maandalizi mazuri ambayo yamefanyika na yanaendelea kufanyika, basi tutafanya vizuri katika mashindano. Yanafanyika kwenye mji gani?
Timu yetu sisi itakuwa Casablanca. Casablanca. Na kesho mechi saa ngapi kwa faida ya mtazamaji ambaye anafuatilia kwa sasa, na hii inakuwa ni kama exclusive sasa tunampatia? Mechi ni saa 12 jioni ya Morocco, ambayo hapa nyumbani itakuwa ni saa 2 usiku. Saa 2 usiku. Wakati unanikumbusha matukio kadha ambayo yamejitokeza pale Morocco, na mimi nakumbuka pia nikiwa sehemu ya Watanzania ambao wameshuhudia Tanzania kifuzu kucheza fainali za mataifa ya Afrika. Moja ya timu ambazo walikutana nazo ilikuwa ni Niger, ambayo mechi ilipigwa pale Marrakesh nchini Morocco. Kwa ni kweli unachokisema, na Tanzania ilishinda kwenye ile mechi, nakumbuka ilishinda bao 1-0. Tuhame hapo. Siku za hivi karibuni rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania, mzee wetu Wallace Karia, amesikika akitangaza hadharani, huenda ikawa kwenye 70% mpaka 75%, tukashuhudia vikure ama VAR ikitumika kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Na nikashuhudia pia mafunzo yale ya VAR yakifanyika. Sudi Abdi alikuwa sehemu ya watu ambao walikuwa wakisimamia, na thubutu kusema hivyo, kama sio kuendesha zoezi lile la mafunzo ya waamuzi juu ya VAR. Sasa msemaji, tumepata bahati ya kuwa na wewe hii leo. Hebu tulizungumze hili kwa upana na mawanda yake. Hili likoje? Unapozungumzia teknolojia ya VAR, kwa maana ya video assistance referees, ni teknolojia ambayo kabla ya kuanza kuitumia katika nchi yako, maanake ni kwamba lazima upitie mafunzo ambayo FIFA wanakulazimisha lazima uyafanye. Na mafunzo haya yanakuwa yapo kwenye module 6. Na bahati nzuri kwetu sisi tayari tupo kwenye moduli ya 5. Moduli ya 5 ni moduli ya vitendo zaidi. Kwa hiyo leo wanamaliza waamuzi ambao wapo katika hiyo kozi ya VAR wanamaliza hiyo moduli ya 5. Kwa baada ya hapo tutakuwa na moduli nyingine tena ya sita ya kumalizia. Na baada ya hapo manake sasa FIFA watatazama kati ya wale washiriki 18 ambao wanashiriki kwenye hiyo kozi ya VAR, ni wangapi ambao wana qualify kuweza kutumika katika hiyo teknolojia. Washiriki 18 ukiwa unamaanisha kitu gani? Waamuzi ambao wanashiriki kwa sasa kwenye hii kozi ya kwanza ya VAR wapo 18. Ndio namaanisha hivyo 18. Kwa hiyo hata kwenye mafunzo unaona kwamba wanagawanywa 6-6. Kwa nini 6-6? Kwa maana ya kwamba watatu wanakuwa wapo katika mashine zenyewe za VAR wakisaidiwa pamoja na wale wanaosukuma hizo VAR, ndugu zetu ambao pia ni kutoka hapa Azam ambao wanatusaidia katika eneo hilo. Na watatu wanakuwa wapo uwanjani. Hiyo ni katika eneo hilo la vitendo. Kwa hiyo wapo 18. Wakimaliza sasa hiyo moduli ya 6, maana yake FIFA baada ya kusema kwamba hawa wame qualify, maana yake ni kwamba sasa tuna uhakika na sisi kwamba tunao waamuzi ambao wanaweza kutumia teknolojia ya VAR, lakini tunao mafundi ambao wanaweza kutumia hiyo teknolojia ya VAR. Baada ya hapo sasa ndipo FIFA wanakuruhusu kuweza kutumia hiyo teknolojia ya VAR. Lakini kama ulivyosema kwamba hivi karibuni rais wa TFF Wallace Karia amezungumza kuhusiana na matumizi katika msimu unaokuja. Lakini matumizi aliyoyasema ya teknolojia, alisema lazima tuanzie kwanza kwenye VS, kwa maana ya video support. Tutaanzia hapo wakati tunaendelea kumaliza hiyo ya VAR katika hiyo moduli ya 6. Manake ni kwamba hii video support ina utofauti na VAR kwa namna moja ama nyingine. Lakini unapokuwa umeanza kuzoea teknolojia hizi na wakati huo upo kwenye mafunzo haya ya VAR, manake inakuwa rahisi zaidi sasa kuhamia kwenye hiyo VAR. Tupe faida kidogo Ndimbo. Nadhani hii itakuwa ni ya kwetu pekee yetu. Yani mtu akitaka kuchukua anaichukulia hapa sasa, alafu ndo anaisambaza duniani kote. Utofauti wa VS na VAR ni nini? Of course kuna tofauti kubwa ya namna ya kuendesha hizo
hiyo video support na VAR. Unaona VAR maana yake ni kwamba unakuwa na waamuzi ambao wanakuwa wapo huku kwenye mashine wakifuatilia kwa ukaribu na kuwasiliana kama hii picha ambayo tunaiona hapa. Hawa sasa ni wale ambao wako ndani ambao wanawasiliana na wenzao ambao wako uwanjani kwa tukio lolote ambalo linaendelea. Kwa mfano hata kwenye maeneo ya offside tunaona kwamba kwenye maeneo mengi ambayo wanatumia VAR yule line 1 au line 2 anachelewa kufanya maamuzi ya kunyoosha kibendera kwa sababu hao waliokuwepo ndani anamwambia delay wakati anahakiki kwamba ile ni offside ama sio offside, na baadaye anamwambia kwamba twende ni offside, ndio ananyoosha. Tofauti na video support. Video support hakuna mtu ambaye yuko ndani ambaye anakuongoza. Video support ni ile ambayo inakusaidia kufanya marejeo ya tukio ambalo linakuwa limetokea. Kwa hiyo kuweka sawa hii kauli ambayo amezungumza rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF, maana yake tutaanza na video support kwanza kabla ya kwenda kwenye VAR. Nafikiri tumeiweka sawa sawa. Na itakuwaje hiyo? Pengine itaanza kwenye viwanja ambavyo vyote kwa timu zote 16, maana tuna timu 16 kwenye ligi kuu NBC Tanzania bara. Na kwa miundombinu naamini viko viwanja ambavyo vimekuwa supportive kwenye hilo, na naamini pia kuna viwanja ambavyo wakati mwingine unasema miundombinu yake sio rafiki kwenye hiyo video support hata VAR. Sijui hili utaliekaje? Mipango na mikakati ikoje kwamba itatumika kwa mechi zote ambazo zinachezwa kwa maana timu zote 16? Kwa maana ya VAR ama video support tukianzia hapa. Yeah, of course kwa kuanzia sasa tutakuja na hilo jawabu la kusema kwamba kwenye msimu huu tutaanzaje na itakuwa namna gani. Unajua video support na VAR kuna utofauti kidogo, kwa sababu kwa mfano VAR FIFA wanakwambia kabisa kwamba hauwezi kutumia kwa mechi moja tu, kwamba ukasema VAR yangu mimi nitatumia mechi hii tu. Manake ni kwamba ni lazima kuna asilimia fulani kwamba kila timu lazima iweze kuhusika katika matumizi ya VAR. Kwa hiyo unaweza kuchagua asilimia fulani ya mechi ambazo zikaonekana kwenye VAR, lakini video support haikubani sana kama ambavyo VAR inabana. Kwa hiyo TFF kwa kushirikiana na bodi ya ligi, kwa maana kwenye ligi sasa tutakuja na huo mpango wa kwamba ni namna gani ambapo video support itaweza kufanya kazi. Pengine labda unaweza kutupa hata asilimia ya hiyo video support kwa sasa, pengine tuko kwenye asilimia ngapi? Kwa sababu ni mchakato wa ndani, utakapokuwa tayari haina shida, utafahamu tu kama ni asilimia ngapi. Umenikwepa hapa. Sijakukwepa. Sawa sawa. Ndimbo, ratiba ya ligi imetoka. Na imetoka na wasaidizi wenu kwa maana ya bodi ya ligi kuu, ambao wao ndio wamekuwa na utaratibu wa kutoa ratiba na mambo mengine kadha kadha. Of course wao ndio wasimamizi na waendeshaji wa ligi kabisa. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania lina utazamaji msimu ujao? Maana tushamaliza msimu huu uliopita. Kwa kweli kwanza inaonekana utakuwa ni msimu wa ushindani zaidi. Utakuwa ni msimu wa ushindani zaidi kwa sababu tumeona kwenye msimu uliopita namna ambavyo ushindani ulikuwepo mpaka mwishoni, kujua nani ambaye atakuwa bingwa, lakini nani ambaye atashuka daraja. Pia kulikuwa kuna huo mvutano, lakini umeona hata kwenye playoff namna ambavyo ilikuwa mpaka timu nyingine ya ligi kuu ikashuka kwenye championship. Tayari unautazama huo ushindani wa namna ambavyo utakavyokuwa hata kwa hao ambao wamepanda sasa kwenye ligi kuu ya NBC, lakini tunaona namna ambavyo timu zinaingia mikataba na wachezaji na kutangaza wachezaji ambao itawatumia kwenye msimu ujao, ambako tayari wengine wamekwisha anza kuwasajili katika mfumo wa usajili wa FIFA Connect. Kwa hiyo
kusema kweli tunatarajia ushindani mkubwa, na sisi furaha yetu ni kuona ushindani huo, kwa sababu kama ambavyo unafahamu kwamba hata tunapokwenda kwenye mashindano ya CAF sasa hivi tumekuwa ni washindani tukiwa tunapeleka timu 4 kwa maana 2 ya Champions League, 2 za kombe la shirikisho. Kwa hiyo ushindani wetu wa ndani unatusaidia pia tunapocheza katika mashindano haya mashindano ya CAF kuweza kuleta ushindani zaidi. Ziko timu ambazo umezungumzia kwenye kupambania kurejea ligi kuu ama kushuka kwenye championship. Umezungumza timu ya mwisho kabisa ya Tanzania Prisons na Polisi Tanzania. Prisons mechi yao ya mwisho walipata ushindi wa bao 1-0, lakini halikuwasaidia chochote, maana yake wameshuka daraja. Pata mwezi mmoja tu kujiandaa kwa ajili ya msimu ujao. Huu muda unadhani ni rafiki kwenye hii ligi ambayo umeita ni ligi ya ushindani mkubwa na unautarajia ushindani mkubwa? Of course, kwa namna ambavyo ratiba yetu ilivyo ya msimu huu wa 2026 2027, ndio maana yake ni ratiba ambayo tunaweza kusema kwamba ni rafiki kwa wakati huu, na ndio maana unaona hata ngao ya jamii badala ya kucheza kama shindano sasa kwa maana ya timu 4 tumekwenda kwenye kanuni ambayo inasema kwamba msimu ukiwa una vitu vingi ama mashindano mengi ambayo yamefungana, maana yake ni kwamba tutacheza mchezo mmoja tu wa ngao ya jamii. Na hii ni kwa sababu tunayo AFCON ya 2027 ambayo sisi ni wenyeji wenza na wenzetu wa Kenya na Uganda. Kwa hiyo ukiangalia kwa namna ambavyo timing ilivyo ya kwenye AFCON, manake hakuna namna ni lazima tuhakikishe kwamba tunamaliza ligi kwa wakati ili kupisha sasa hayo maandalizi mengine kwa ajili ya AFCON ya 2027. Kuna kitu umekizungumza cha ndani sana, kwa mtazamaji wa kawaida inaweza asipate jawabu la moja kwa moja. Umesema umeshuhudia timu zikiwasajili wachezaji na ziko baadhi tayari zimeshafanya usajili wa ndani, kwa maana ya wako ambao wamewatangaza pengine hawajafanya ule usajili, pengine kuingiza kwenye TMS na kadhalika. Ulikuwa unamaanisha kitu gani uliposema nimeona kuna timu zimesajili na baadhi ya wachezaji wameshaingizwa kwenye mfumo ambao FIFA wanatambua? Nimesema kuna baadhi ya timu zinatambulisha wachezaji, si ndio, na kuingia nao mikataba na wengine tayari wameanza kuwasajili kwenye mfumo wa FIFA Connect. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kuna kuingia mkataba na mchezaji, kuna kumtambulisha mchezaji, alafu sasa kuna usajili. Maana yake ni kwamba unaweza kuingia mkataba na mchezaji na ukamtambulisha na usimsajili. Maanake usipomsajili hawezi kutumika katika mashindano kwa msimu ambao unafuata wa 2026 2027. Kwa hiyo unapoingia mkataba na kumtambulisha, maanake sasa kinachofuata unatakiwa lazima uingie sasa kwenye usajili kwenye FIFA Connect na kuweza kumsajili mchezaji husika ambaye umeingia naye mkataba na kumtangaza. Kwa hiyo maana yake ni lazima umsajili kwenye FIFA Connect. Ni lazima. Na utaratibu ukoje? Utaratibu, kila timu ina akaunti yake ya usajili na mameneja wa usajili kwa maana ya TMS manager ambao wao ndio wanahusika na kufanya huo usajili. Na jambo zuri zaidi pale ambako dirisha la usajili linakuwa linafunguliwa, tumekuwa tukitoa darasa ama tukiendelea kuwapiga msasa kama kuna changamoto za matumizi ya huo mfumo wa usajili. Bahati nzuri kuna klabu ambazo wenyewe TMS manager habadiliki. Kwa hiyo manake hata anapokuja anakuja kwenye mafunzo akiwa anataka tu kuongezewa vitu, kwa sababu of course mtandao ule una mambo mengi. Unaona sasa hivi hata kujaza lineup tumeacha tena mtindo wa kujaza lineup kwenye makaratasi. Kwa hiyo start list yako naijaza pia kwenye mfumo. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya namna ya kutumia huo mfumo, na ndio maana tumekuwa kila usajili unapofunguliwa basi tumekuwa tukitoa hilo darasa. Tunaamini kwamba tunaendelea kuwapiga msasa, lakini pia kuna wengine unakuta
unakuta ni wapya, pengine timu imebadilisha TMS manager ama timu imepanda na ina TMS manager mwingine. Kwa hiyo tumekuwa tukihakikisha kwamba tunajitahidi kuhakikisha kwamba wanakuwa hawana hizo changamoto katika eneo hilo la usajili kupitia kwenye mfumo. Umeiweka sawa vyema kweli kweli hiyo. Maana yake kuna kuingia mkataba na makubaliano baina ya timu na mchezaji, alafu kuna kumsajili mchezaji. Ili umsajili, maana yake lazima uingie kwenye hiyo TMS na mambo mengine mbalimbali. Huyu ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania, TFF. Mmekuwa mna utaratibu wa kutembelea viwanja, kufanya ule ukaguzi, kuweza kufahamu, kujua. Nimeona mathalan Polisi Tanzania imeuchagua uwanja wa Sheikh Amri Abeid wakiutumia kama uwanja wao wa nyumbani. Tathmini yenu ikoje kwa sasa juu ya viwanja ambavyo vimekuwa vikitumika kwenye ligi kuu, ama hili pia linafanywa na bodi ya ligi? Of course, kuna eneo ambalo linahusika na kipande hicho cha viwanja. Sasa hivi tunayo kurugenzi ya miundombinu ambayo iko chini ya mkurugenzi Salum Madadi. Ndio. Lakini tunaye meneja wa leseni za klabu Bwana Jonas Kiwia. Lakini tunayo kamati ya leseni za klabu. Kwa hiyo of course meneja wa leseni za klabu akishirikiana pamoja na mkurugenzi wanahusika katika ukaguzi wa viwanja. Na ndio maana unaona kwamba viwanja vinapofungiwa, TFF ndio ambao tunatangaza kwamba uwanja huu umefungiwa. Mbona na unapofunguliwa pia manake unakuwa tayari ushafanyiwa ukaguzi kuweza kumiti vile vigezo vya leseni za club. Kwa hiyo kabla ya msimu kuanza, kila timu inapokuwa imechagua uwanja kwamba uwanja wangu wa nyumbani utakuwa ni huu, lazima ukaguliwe. Lazima ukaguliwe ili kuona kwamba je, unakidhi hayo matakwa ya leseni za club. Kwa hiyo inapokuwa kwamba uko sawa, kwamba vile vigezo vinatimia, maana yake sasa anaruhusiwa kuweza kutumia uwanja huo. Lakini ikibainika kwamba uwanja bado haukidhi hivyo vigezo, tutakwambia kwamba aidha chagua uwanja mwingine wa karibu au fanya marekebisho ili iendane na vigezo vya leseni za klabu. Lakini pia wakati mwingine kunakuwa kuna changamoto ya kwamba tayari mmeshafanya huo ukaguzi na mmepitisha uwanja X kuweza kutumika na timu fulani. Unakuta kwamba mnapoondoka sasa hawaendelei kuutunza ule uwanja. Kwa hiyo inakuja ile mchezo wa kwanza tu pap, unaona uwanja tuliupitisha lakini mbona hauko sahihi. Kwa hiyo hawezi kusita kuufungia tena ule uwanja. Nitaka kuweka sawa hapo kwa sababu kumekuwa kuna malalamiko kwamba mechi ya kwanza tu na mlienda mkakagua. Yes. Kwa hiyo unakuta kwamba ni club zenyewe kwamba baada ya kufanyika ukaguzi hawaendelei kufanya matunzo kwa vile viwanja. Na hapo Mndimbo umezungumza vizuri sana. Wakati fulani tulishuhudia uwanja wa Jamhuri Dodoma ukitumika na zaidi ya timu mbili, maana timu tatu zilikuwa pale zinautumia uwanja ule wa Jamhuri Dodoma. Tuko kwenye uchambuzi, nadhani siku moja hapa tunafanya moja ya vipindi ambao tulikuwa tunafanya hapa kwa kipindi cha viwanjani. Tukasema uwanja huu umefunguliwa lakini kuna timu tatu na wakati huu mvua zinanyesha. Kuna mchambuzi mmoja akasema sidhani huu uwanja kama unaweza ukachukua mechi mbili baadaye bila kufungiwa. Ikaja kweli baadaye uwanja wa Jamhuri ukafungiwa. Na ulifungiwa kwa sababu ya pitch. Sababu timu zilizokuwa zinatumika pale zilikuwa uwanja unashindwa yani kuhimili vile vishindo. Sasa hivi tuna uwanja wa Arusha, Polisi wamehamia pale. Fountain Gate wako pale, biashara TRA nao wako pale.
Wakati fulani Simba na JKT Tanzania walikuwa wanautumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, kama watakuwa wanakumbuka vizuri sana. Lakini kuna wakati uwanja ule pia ukawa kuna shida. Hata mechi ya dabi ile kulikuwa kuna vitu vingi, minong'ono, maneno, picha za video zilisambaa. Hatua zipi za tahadhari ambazo mmezichukua kwa timu ambazo zimekuwa, kwa viwanja ambavyo vimekuwa vikitumiwa na timu zaidi ya moja? Mathalan Sokoine leo una Tanzania Prisons ambayo itautumia uwanja huo kama uwanja wake wa nyumbani kwenye Championship. Una Mbeya City ambayo inautumia uwanja huo kwenye ligi kuu, na timu nyingine ambazo zimekuwa zinatumia kiwanja kimoja timu zaidi ya 2, ili kuepusha haya ambayo msimu uliopita yalijitokeza, msimu huu yasijitokeze. Ndimbo, sijui kama utakuwa umeelewa vizuri. Nimekuelewa vizuri. Leseni za club ndio zinaelekeza kwamba kila timu inatakiwa iwe na uwanja huo wa mechi, lakini na uwanja wa mazoezi. Sasa kwa hiyo ni jukumu la club kutafuta uwanja ama kuwa na uwanja wa mechi na uwanja wa mazoezi. Hilo ndo jambo la kwanza kabisa. Sasa kwa hiyo kama wote mmekwenda kwenye uwanja A mnataka kuutumia, manake sasa pia ni jukumu lenu kuhakikisha kwamba uwanja huo mnautunza, kuhakikisha kwamba haupotezi sifa za nyinyi kuweza kucheza katika uwanja huo husika. Kwa hiyo kwetu sisi tunaendelea kusisitiza tu kwa clubs kwamba hakikisha kwamba unao uwanja wako wa mechi na mazoezi, lakini hakikisha unafanya matunzo kwenye uwanja huo. Manake kinyume na hapo sisi kwetu hatuna namna, tutakwambia kwamba kwa vigezo vya leseni za club uwanja huu haukidhi hivyo vigezo vya leseni za klabu. Na leseni za klabu ni pana. Leseni za klabu sio tu pitch. Leseni za klabu zinazungumzia vitu vingi sana. Kwa sababu leseni za klabu inapoangukia kwenye miundombinu sio pitch tu peke yake. Manake miundombinu ya uwanja iko mingi. Kuna mingine ambayo inahatarisha mashabiki. Kwa hiyo ukiona kwamba kuna jambo kama hilo, manake hauwezi kusita kufungia uwanja huo, hata kama pitch ni maridadi. Lakini kama mashabiki hawako safe, manake pia ni jambo jingine ambalo bado unaweza ukazuia. Kumbe jukumu la kutunza uwanja ni jukumu la timu. Kwa hiyo hata kama mtakuwa timu 6 mmekubaliana kutumia uwanja mmoja, swala la kutunza uwanja ni la kwenu. TFF na bodi ya ligi ikitokea haijaridhishwa, maana yake wao wana jukumu la kufungia huo uwanja. Nakuja sehemu ambayo inazungumzwa sana. Sisi tutazungumza vitu vingi leo Ndimbo. Karibu. Ndimbo, kuna swala la tuzo. Msimu mwaka jana umeisha, tuzo hazikufanyika Ndimbo. Na msimu huu mpaka sasa imekuwaje? Bahati nzuri eneo hilo bosi wangu kwa maana ya rais wa TFF ameshalizungumza kuhusiana na masuala hayo ya tuzo. Kwa hiyo mimi siwezi kutia neno wakati ambako bosi wangu ameshazungumza, lakini nikwambie tu kwamba tunao utaratibu mzuri wa kutoa kila aina ya taarifa. Kwa hiyo kama kuna jambo lolote ambalo linakuwa liko tofauti na vitu kama hivyo kwenye eneo hilo la tuzo, basi tutatoa taarifa, lakini nia yetu kusema kweli ni kuweza kufanyika kwa hizo tuzo. Umelijibu vizuri sana. Nafikiri hapo watazamaji wetu wameridhika na majibu ambayo yametolewa na msemaji wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF, Clifford Mario Ndimbo. Ndimbo, ile nisipokuuliza pengine hata bosi wangu anaweza akaniuliza kwa nini hukumuuliza. Naam. Tanzania ni miongoni mwa mataifa ambayo yanaandaa fainali za AFCON 2027. Leo ninavyozungumza nawe tupo kwenye tarehe 26 ya mwezi huu wa 7. Kama taifa tuko tayari kiasi gani kwa ajili ya fainali za mataifa ya Afrika AFCON 2027, Tanzania, Kenya na Uganda? Tujizungumzie sisi wenyewe Tanzania. Of course utayari tunao, na bahati nzuri ni kwamba
nipo kwenye moja kati ya kamati hizo za AFCON, kwenye kamati ndogo kwenye local organizing committee. Kwa hiyo najua namna ambavyo vitu vinavyokwenda, namna ambavyo mapambano yanaendelea kufanyika kuhakikisha kwamba tunakwenda sawasawa, na mwishoni mwa mwezi wa 8 tunatarajia kupata ugeni kutoka CAF kwa maana ya wakaguzi wa viwanja. Watakuja na kuja kuona kwamba tumefika asilimia ngapi ambazo zitaturuhusu kuendelea zaidi, lakini bado tunao muda wa kuhakikisha kwamba mpaka kufikia mwezi Desemba huko katika upande wa viwanja tunakabidhi viwanja hivyo, kwa maana tunakuwa tumevikamilisha. Na ukiangalia kwa mfano uwanja wa Benjamin Mkapa ambao ulishaanza ukarabati, unaendelea na hiyo kasi ya eneo hilo la ukarabati. Eneo la pitch tayari walishatoa, wanaendelea saizi kuhakikisha miundo mbinu inakaa sawasawa, kwa maana namna ambavyo maji yanapita na vitu vingine, na baadaye kuweza kuweka sasa hiyo pitch yenyewe. Lakini maeneo mengine pia dressing room, viti tayari vishafungwa uwanja wote sasa hivi wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo unaona kwamba kuna hiyo kasi ya kuhakikisha kwamba tunamaliza kwa wakati. Lakini ukienda uwanja wa Arusha kule, nao pia vile upo kwenye kasi kubwa sana. Ukiangalia pitch iko tayari, pitch ya mazoezi Annex 1 iko tayari, lakini viti vishafungwa, yani asilimia kubwa tayari. Pia uwanja uko unaelekea mwishoni. Lakini ukienda pia Kizimkazi nako pia vile shughuli zinaendelea hizo kuhakikisha kwamba uwanja unamalizika kwa wakati. Ukienda uwanja wa Fumba nako pia vile kasi ni kubwa kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Kwa hiyo tunaamini kwamba wakaguzi watakapofika hiyo mwishoni mwa mwezi wa Agosti wataona hayo maendeleo makubwa ambayo yanaendelea kufanyika, na kuona ni namna gani sasa kutokea hapo tunaweza tukasonga. Kwa hiyo kwenye eneo hilo la miundombinu mambo yanaendelea, lakini bado kuna kamati mbalimbali ambazo zimeundwa, ambazo zinaendelea kuhakikisha katika kila eneo lake maandalizi yanakwenda vizuri. Kuna mawasiliano ya karibu kati ya Secretariat ya AFCON ya Tanzania na CAF kuona ni namna gani ambavyo vitu vinakwenda. Tunabadilishana ripoti kila wiki, inatumwa ripoti ya kwamba huku kinaendelea hiki, kinaendelea hiki. Lakini pia wataalam wa serikali nao pia vile wanaendelea kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Kwa hiyo kwa namna ambavyo vitu vinakwenda, nasema kwamba maandalizi ya AFCON 2027 kwetu Tanzania yanakwenda vizuri mpaka hivi sasa. Ndimbo, tumalizie kwa hili. Tunazo timu za vijana ambazo zinafanya vizuri sana kwenye mashindano mbalimbali. Hivi karibuni walikuwa China Yes, walikuwa China. Under 17 baada ya kutoka Morocco kenda zao China, au China kwa watu wengine wanapenda kuita hivyo. Timu imesharejea? Timu imesharejea baada ya kucheza mechi kadhaa pale kwenye mashindano maalum. Of course ni mashindano ambayo yanaendelea kushape kikosi, kuendelea kufanya maboresho na maandalizi kuelekea kwenye hiyo kombe la dunia Qatar. Baada ya kurudi walipewa mapumziko, lakini sasa tayari wamerejea kambini, na panapo majaliwa kuanzia tarehe 1 nadhani kuna mashindano maalum watashiriki kule Karatu. Yote hiyo ni katika maandalizi ya kuelekea kwenye kombe la dunia pale Qatar. Na atakuwa anahusisha mataifa gani ya mashindano maalum ya Karatu? Mashindano of course kuna wenzetu wa klabu ambao ndio wameandaa hayo mashindano. Kwa hiyo watakuwa na klabu kadhaa pamoja na hiyo timu yetu ya under 17. Kwa itafanyika kwenye uwanja wa Black Rhino. Itafanyika kwa raha. Kwa raha. Sasa pale ni Babati Manyara na sio Karatu.
Ingawaje zamani ile kwa tetesi ilikuwa inasemekana yote ilikuwa ni Karatu ile. Sasa hivi pale ni Tanzanite kwa rani Babati sasa. Na ule mkoa wa Manyara unajulikana kama Manyara. Ndimbo, kwa kumalizia, pengine kuna kitu ulikipanga ukizungumze na wadau wa michezo, wapenda michezo, lakini pengine kwa bahati njema ama isivyo bahati sikukuuliza. Wakati wako sasa, zungumza na watazamaji ambao wanafuatilia, na wewe ni msemaji wa shirikisho la mpira wa miguu hapa Tanzania. Karibu. Of course tumezungumza vitu vingi, lakini kwenye eneo hilo la timu za taifa mwaka huu utakuwa uko busy sana kwenye timu za taifa, kwa sababu kama hivyo timu yetu ya taifa ya wanawake timu ya Twiga Stars wenyewe wapo Morocco wanacheza WAFCON ya 2026. Kesho tuna mchezo wetu wa kwanza dhidi ya South Africa. Ni muhimu sana kuendelea kuipa support timu yetu hii kuhakikisha kwamba inafanya vizuri, lakini ukitoka hapo sasa tunakwenda tena mwezi Septemba hapa Taifa Stars itakuwa na kibarua cha kuweza kufuzu hiyo michezo ya AFCON, lakini baada ya hapo kuna timu ya taifa ya futsal itakuwa inacheza kwenye AFCON. Hii ni timu ya futsal ya wanaume, lakini pia vile vile tutakuwa na timu ya taifa ya wanawake chini ya miaka 20 Tanzanite, ambao nao pia vile vile watakuwa wanacheza kombe la dunia Poland mwezi Septemba. Na baadaye Serengeti Boys wao watakuwa kwenye kombe la dunia hiyo Qatar. Kwa hiyo utaona kwamba timu za taifa kwenye mwaka huu zina michezo mingi mikubwa ambayo kama nchi kusema kweli tunatakiwa tujivunie kuona kwamba namna ambavyo katika ramani ya soka duniani na Tanzania pia inasomeka. Hilo ndo jambo kubwa, lakini muhimu ni kuendelea kushirikiana kwa maana ya wadau, mashabiki, TFF na serikali peke yake haziwezi kuwa na mafanikio makubwa bila kuwa na ushirikiano na wadau wengine. Kwa hiyo tunaendelea kuwasisitiza mashabiki na wadau wengine mbalimbali kuendelea kutoa support kwa timu zetu za taifa. Bana, kushukuru sana Clifford Mario Ndimbo. Ulikuwa ni wakati mzuri, tumeketi pamoja, tumebadilishana mawazo na tumezungumza mengi sana kwa afya ya mpira wa Tanzania. Kwa kumalizia, ndio kuna eneo ambalo linazungumzwa sana, eneo la waamuzi. Ndio. Eneo hilo pia limekuwa na kozi mbalimbali kuhakikisha kwamba tunaendelea kupigana msasa kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri na kupunguza yale makosa ya kibinadamu. Au makosa ya binadamu yataendelea kuwepo kwa sababu kukosea ndio kwenye ukamilifu wa binadamu. Of course unajua unapozungumzia sisi waamuzi wetu mimi binafsi naamini kwamba wanajitahidi kufanya vizuri, kwa sababu unajua mimi na wewe tunakaa kwenye TV kabisa, tunaweza kupata dakika za kuweza kurejea kwenye picha za marejeo, lakini wenzetu wana sekunde zisizozidi 5 za kuweza kufanya maamuzi ya haraka na bado hawana hizo support, na ndio maana unaona tunakuja sana vitu kama hivyo, video support, VAR ambazo wenzetu huko wanazitumia na bado kuna malalamiko. Kuna mchambuzi mmoja alisema amefuatilia kombe la dunia tangu mechi ya kwanza mpaka mechi ya 104. Akaandika kwenye ukurasa wake wa Instagram, kwanza hongereni sana Azam TV kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya ya kutufikishia mechi hizi 104 live kabisa katika lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili. Kisha baadaye akasema kwa kile alichokiona kwenye kombe la dunia anaendelea kuwapongeza waamuzi wetu kwa kusema waamuzi wetu wanafanya kazi kubwa kuliko hata waamuzi ambao wamekuwa wakisimamia mechi za kombe la dunia, kwa sababu ya wamekuwa wakitumia teknolojia na mambo mengine mbalimbali. Kwenye hili maana yake hata wewe msemaji unaungana naye kwa waamuzi wetu wanajitahidi kusema kweli. Yani hata mimi na wewe tungekuwa tunachezesha bado tungeweza kufanya makosa ambayo mwingine angeweza kutuadhibu kwa kutulalamikia. Lakini haina maana kwamba tuna support mapungufu ambayo yanatokea, hapana. Lakini ndio maana tumekuwa na hizo kozi mbalimbali za kuendelea kukumbushana, kuendelea kupigana msasa, kuhakikisha kwamba tunakwenda vizuri.
Sawa bana, mbali na hizo kozi, lakini pia mnafikiria juu ya utoaji wa hizi adhabu? Kwa mwamuzi anafungiwa michezo 5, michezo 6, timu kashagharimu, timu imeshuka daraja, timu imepoteza pointi, timu inakosa maelewano, lakini mwamuzi anafungiwa labda miezi 2, 3 au mechi 5. Pengine kuna namna ambavyo pia mmefikiria kwenye hizi adhabu ambazo zimekuwa zikitolewa kwa waamuzi? Ya, unajua kuna vitu vingine vinapojitokeza ndio unapata sasa kwamba nini kiweze kufanyika katika eneo hilo. Okay. Kwa sababu msingi ni kuwa shape hawa waamuzi kukaa kwenye mstari ili kwenda kupata kilicho bora. Kwa hiyo unapokuwa unatoa adhabu, nia ni kumshape kurudi kuweza kukaa sawa sawa na kupigana misasa kama hivyo. Lakini sasa inapoonekana kwamba jambo limeendelea kuwa kubwa, ndio ile sasa tunakwenda mbali zaidi. Kwa hiyo naamini kwamba kwenye marekebisho ya kanuni ambayo yamefanyika inawezekana kwamba eneo hilo limeangaliwa ama limeguswa, pamoja na maeneo mengine mbalimbali ambayo yamekuwa korofi. Nikushukuru sana Ndimbo. Nashukuru pia. Na nimepata bahati leo, nilikuwa na kazi kubwa sana ya kumhoji mtangazaji mkongwe sana. Ndimbo, wewe ni miongoni mwa watangazaji ambao mlipata bahati pia na kufanya kazi na Azam TV. Yeah, kweli. Bado unatamani siku moja kurudi kwenye kipaza sauti, pengine kutangaza mechi kama ulivyokuwa unafanya?